asante. Mungu awabariki sana watu wa Mungu ambao umejoin kwenye session yetu ya maombi. Jana nilisema maombi haya tunaoingia ni wale ambao tayari ndani ya moyo wako una feel kumpenda Mungu. Sio kwa sababu unaumwa, sio kwa sababu unatafuta pesa, lakini ni kwa sababu una moyo wa kumpenda Mungu. Nyosha mikono yako miwili juu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Wameacha vitanda vyao, wameacha ratiba zao zingine, lakini wamesema ni vyema kuamka kwa moyo wa shukrani mbele zako. Natamka baraka kwao. Natamka baraka kwa kila mmoja. Kila ile join maombi ya Mungu kamjibu maombi yake. Lakini wengi wao wanaonyesha upendo kwako, sio kwa sababu wana mahitaji, sio kwa sababu ni wagonjwa, lakini wameamua kutengeneza mahusiano mazuri na wewe. Mungu wa mbinguni, naomba wabariki. Naomba wazidishie katika jina la Yesu Kristo. Wafanikishe kila eneo. Kumbuka familia zao, kumbuka watoto wao, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Na heshima kubwa mbele za Mungu kukukaribisha kwenye maombi yetu asubuhi, lakini pia nipende kutambua neema kubwa inayofanya kazi kwa baba yetu wa kiroho, nabii mkuu Prophet Dr. Shepherd Bushiri, lakini pia kiongozi wetu wa taifa Mtume Mtalemwa Dionisi. Neema hiyo ya Mungu inaonekana kwako, mtu wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na karibu kwenye session yetu ya maombi ya asubuhi. Kwa wale ambao ni wageni, ndio kwa mara ya kwanza na join kwenye maombi haya, naitwa mchungaji Valens Mdee wa kanisa la ECG Dar es Salaam. Tunaongea na wewe kutoka studio ya Dar es Salaam, makao makuu. Mungu akubariki sana. Ya leo tunaendelea na maombi yetu ya uchumi, ikiwa ni siku ya pili. Nilisema jana tutakuwa na siku 3 za kuombea uchumi, au siku 3 za kuombea mafanikio. Siku 3 za maombi ya uchumi, au siku 3 za kuombea mafanikio. Wewe ambaye umesimama naomba ukae kwa dakika chache. Wewe ambaye umesimama naomba ukae kwa dakika chache. Tutakwenda kufundisha kidogo. Tulianza jana somo letu lilikuwa nasema holistic prosperity. Holistic prosperity, au mafanikio matakatifu, au mafanikio ya kiungu. Mafanikio matakatifu au mafanikio ya kiungu, holistic prosperity. Na andiko letu la msingi ilikuwa ni waraka wa 3 wa Yohana, mlango wa 1 mstari wa 1 hadi wa 2. Naomba tutasoma tena ile andiko, waraka wa 1 wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, mlango wa 1 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana, mlango wa 1 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Nisome. Maandiko yanasema, mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Endelea paka 3. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Amen. Mungu akubariki sana. Mpigie Bwana Yesu makofi. Ukisoma ile andiko jana nilielezea kwa kina. Tunaposema mafanikio matakatifu, nikasema hivi, mafanikio matakatifu ni kuwa na afya njema, kuishi maisha ya amani. Tunaposema holistic prosperity, inagusa maeneo mengi. Inagusa physical, inagusa emotional, lakini pia social and spiritual being. Narudia tena. Tunaposema holistic prosperity au mafanikio matakatifu, hii inagusa physical kwa maana ya hali ya kimwili kabisa. Physical kwa maana ya hali ya kimwili kabisa. Lakini pia inahusu emotional, kihisia, kuwa na amani, kuwa na utulivu, uko sawa tu. Kihisia, emotional. Lakini pia socially au social. Haijaishia hapo. Holistic prosperity inahusianisha spiritual well-being. Mtu unakuwa sawa katika maeneo yote. Physical ni pamoja na mambo yako ya kiuchumi, mambo ya kikawaida kabisa. Mafanikio matakatifu. Huwezi kusema mbele za watu umefanikiwa kwa sababu una pesa. Umefanikiwa kwa sababu una pesa tu, haitoshi. Huwezi kuwa na pesa tu ukasema umefanikiwa. Mafanikio matakatifu ni pamoja na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kuwa na utulivu wa rohoni, una amani.
Isaka alipochimbua vile visima, kile kisima cha mwisho alichimbua akakiita Rehoboth. Isaka akasema sasa Mungu ametufanyia nafasi, sasa Mungu ametufanyia nafasi, tutazidi na kuongezeka. Alifika kwenye level ya kurelax, alifika kwenye level ya utulivu. Hapa ndipo tunasema mafanikio. Huwezi kusema tu una pesa umefanikiwa wakati hauna amani kwenye ndoa yako, wakati una shida ya afya. Kwa hiyo mafanikio matakatifu ni yale ambayo yanakuwezesha uwe sawa maeneo yote. Lakini pia nikasema mafanikio matakatifu ni yale ambayo yanakupa kutubu, yanakupa kutubu wewe uliyefanikiwa, au watu wakikuangalia jinsi ulivyofanikiwa wanatubu, wanasema hakika huyu ana Mungu, hakika Mungu yupo. Mafanikio matakatifu ni yale ambayo yanavuta mioyo ya toba, yanavuta watu kutubu na kumjua Mungu wa kweli, yanavuta watu kutubu na kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni either wewe ufanikiwe mpaka useme hapana, huyu ni Mungu amenitendea, au watu wakikuona walivyofanikiwa wavutike kumtafuta huyo Mungu unayemwabudu wewe. Hayo ndiyo mafanikio matakatifu. Tukasoma kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari wa 5 na kuendelea. Naomba nisomee Luka 5 mstari wa 5 hadi wa 11. Tusogee kidogo. Maandiko yanasema, Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mkono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Tulia hapo kwanza, tulia hapo kwanza. Baada ya Mungu kuwafanyia muujiza mkubwa, baada ya Yesu kuwafanyia muujiza mkubwa, wakapata samaki wengi. Maana hapa wamefanikiwa. Lakini ile andiko kilisoma utalikuta kwenye kitabu cha Marko, utalikuta kwenye kitabu cha Mathayo pia. Kilichotokea, kama unasikia nipungie mkono. Yes, nipungie mkono. Wonderful, wonderful. Kilichotokea, kuna mambo mengi sana hapa yalifanyika. Yesu Kristo alitumia mashua ya Petro kuhubiri. Ukirudi mistari ya nyuma utaona Yesu alipofika pale akakuta vyombo viko kwenye maji. Biblia inasema akakuta vyombo vile, kimoja wapo ni cha nani? Cha Simon Petro. Akakaa kwenye kile chombo cha Petro, I don't know inaitwa mashua. Akakaa kwenye chombo cha Petro, akaanza kuhubiri Injili. Watu wakajaa, watu wakakusanyika, watu wengi. Yesu akahubiri Injili. Baada ya kumaliza kuhubiri Injili, Yesu akageukia upande wa biashara. Yesu akageukia upande wa mafanikio. Ndio hapo sasa akamwambia Petro, tupeni nyavu mvue samaki. Kwa nini Yesu alimwambia Petro tupeni nyavu mvue samaki? Ni kwa sababu alijua yuko na wavuvi. Alijua anazungumza na wavuvi na anatumia chombo cha mtu ambaye nani? Ni mvuvi. Baada ya Injili, Yesu anageukia mafanikio ya kikawaida, mafanikio ya kiuchumi. Hujanielewa? Mafanikio ya kwanza ni kulipokea neno la Mungu. Mafanikio ya kwanza ni kulipokea neno la Mungu. Ndio maana Yesu alihubiri kwanza Injili. Baada ya kumaliza kuhubiri Injili, ndio akageukia upande wa pili, anamwambia sasa tupeni nyavu mvue samaki. Tupeni nyavu mvue samaki. Yesu anageukia upande wa biashara. Baada ya kupokea Injili, huyu mtu anatakiwa ale. Huyu mtu anatakiwa asomeshe watoto. Huyu mtu anatakiwa ajenge nyumba. Anapata wapi pesa? Yesu anamwambia hey, tupeni nyavu mvue samaki. Mafanikio matakatifu, tunaanza na Injili. Baada ya Injili tunaenda kwenye mambo ya biashara. Petro alipoambiwa hivyo akasema, Bwana mkubwa, tumefanya kazi hii ya kuchosha, ni usiku kucha sasa. Pamekucha, tumehangaika sana. Lakini hello, hapa kuna mambo mengi nikusaidie. Kama bado unanielewa nipungie mkono. Petro akasema, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako nitatupa nyavu. Neno lipi sasa? Hapa kuna neno walilohubiriwa. Yesu alihubiri Injili kwanza. Kuna neno walilohubiriwa. Lakini neno la pili linalozungumzwa hapa ni lile la kuambiwa
tupeni nyavu. Mimi naweza nikaongezea neno la kwanza ni lilo alilohubiriwa, kwamba mafundisho aliyofundisha Yesu yalikuwa ni mafundisho ya kuwajenga, yalikuwa ni mafundisho ya kuwatia moyo, yalikuwa ni mafundisho ya kuwa encourage. Kwa hiyo inawezekana kabisa kulikuwa kuna connection pale. Lakini neno la pili ni lile la kuambiwa tupa nyavu. Na upande wa pili pia kuongezea hapo, Yesu alimwambia Petro tupa nyavu mkavue samaki. Yesu alikuwa anaonyesha mamlaka yake kwenye maji, mamlaka yake alionayo hata ndani ya bahari. Ndio maana tunamwita mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Yesu alionyesha mamlaka alionayo hadi ndani ya maji, kwamba tupeni nyavu mkavue samaki. Wakati Yesu amesema tupeni nyavu mkavue samaki, alipotamka tu samaki wakatii. Kulikuwa kuna submission hadi kwa viumbe wa majini. Samaki walipotii wakaanza kutafuta nyavu za kina Petro. Hujanielewa? Wavuvi walikuwa wengi kwenye ile bahari, wavuvi walikuwa wengi kwenye ile maji. Wavuvi walikuwa wengi kwenye maji na wametega nyavu zao, wametega ndoano zao. Lakini Yesu aliposema tupeni nyavu mkavue samaki, samaki walitii, wakatoka kulia na kushoto, wanakimbilia kwenye nyavu za kina Petro. Hallelujah, hallelujah. Yesu alikuwa anaonyesha mamlaka ya kiungu iliyo ndani yake, kwamba hadi samaki wa kwenye maji wanamtii. Holistic prosperity. Mafanikio haya matakatifu tunayaona wapi sasa? Ukiendelea kwenye ile andiko hapa mbele, Petro baada ya kupata muujiza ule, baada ya kupata samaki wale, Biblia inasema mpaka vyombo vyao vikawa vinataka kuzama. Petro akagundua, mimi sistahili kutendewa haya. Mimi ni mtu mchafu, mimi ni mtu mwenye dhambi. Injili ikamchoma. Injili ipi ilimchoma? Injili ilimchoma baada ya mafanikio. Tunapozungumza mafanikio matakatifu ni pale ambapo Mungu anakutendea kitu nasema hapana, aliyefanya ni Mungu. Mimi kwa hali nilionayo sistahili kutendewa hichi, huu muujiza ni mkubwa sana. Mungu, naomba unisamehe. Ndio maana nasema mafanikio matakatifu yanaambatana na moyo wa toba, unachomwa ndani yako. Petro anakimbia, anamfuata, anamwambia, Bwana mkubwa, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Yesu akamwambiaje? Turudi kwenye andiko. Mstari wa ngapi tufika? Wa 6 nafikiri. Mstari wa 7. Yes, soma hapo mstari wa ngapi? Wa 8. Nisome. Simoni Petro alipoyaona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Haya ndiyo mafanikio matakatifu. Baada ya kupata muujiza mkubwa, baada ya kupata samaki wengi, wakasema hapana, huyu ana neno la uzima, huyu ni mtu sahihi wa kumfuata. Biblia inasema wakaacha vyombo vyao wakamfuata Yesu. Ndugu yangu, unapofanikiwa, je, unamfuata Yesu, unamkimbia Yesu? Ni kweli Mungu amekupa biashara, ni kweli Mungu amekupa tenda, ni kweli Mungu amekupa makampuni. Baada ya wewe kupata pesa, baada ya wewe kupata wateja, mbona umemwacha Mungu? Mafanikio matakatifu ni yale ambayo yanakuvuta zaidi karibu na Yesu. Unajikuta unavutika kufanya ibada, unavutika kwenda kanisani, unavutika kusikiliza neno la Mungu. Hayo ndio mafanikio matakatifu. Ukijiona unafanikiwa alafu unakimbia madhabahu, unamkimbia Mungu, hayo mafanikio yako tuna mashaka nayo. Kama wanaelewa nipungie mkono. Walipopata samaki wengi wakaanza kuogopa. Yesu anamwambia Petro, usiogope, kuanzia sasa utakuwa mvuvi wa watu. Maana anamtoa kwenye kuvua samaki, anamtuma kwenye evangelism. Na baada ya pale tunaona kitu gani kilitokea kwa Petro? Akaanza kufanya ministry. Mungu anapokufanikisha, uwe na moyo wa toba, uwe na moyo wa kumpenda zaidi, uwe na moyo wa kumsogelea zaidi, uwe na moyo wa kumhitaji zaidi, uwe na moyo wa kumjifunza zaidi, umjifunze Mungu kwa kina.
Na kuombea neema hii ikafanye kazi kwako katika jina la Yesu. Na kuombea neema hii ikafanye kazi kwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufanikishe, akupe afya njema, akupe uchumi imara, akupe utulivu wa kichwani, lakini katika mafanikio yote uvutike zaidi kwake, uvutike zaidi kumtumikia, uvutike zaidi kufanya ibada. Ndugu zangu, tunaishi ni kwa neema ya Mungu. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Ukiona Mungu amekufanikisha, ukiona Mungu amekulinda, amekupa utulivu, amekupa afya safi, jitoe kumtafuta zaidi, jitoe kufanya ibada zaidi. Watu wengi wanakosea, wanapofanikiwa, wanapobarikiwa, wanaanza kusema niko bize na biashara, niko bize na kazi, niko bize na safari, niko bize na kampuni. Hey, unamkosea Mungu. Akiamua dakika moja tu ina collapse hiyo kampuni. Kipindi unapofanikiwa, tujifunze kwa wenzetu Waislamu. Hata kama ana wateja nje dukani, ikifika muda wa ibada huwa anafunga duka, aenda zake kufanya ibada. Wewe je? Mbona unapofanikiwa ndio kwanza unamkimbia Mungu? Hayo mafanikio yako tuna wasiwasi nayo. So mafanikio matakatifu ni yale ambayo yanakuvuta zaidi kufanya ibada au kumtafuta Mungu. Na kuombea na Mungu akuwezeshe, Mungu akufanikishe zaidi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Lakini pia kitu kingine ni kuongezea hapo, mafanikio matakatifu. Hello? Mafanikio matakatifu ni yale ambayo nimefundisha hapa. Unapata neno la Mungu au unafanya ibada, lakini pia unaingia kufanya na kazi, kufanya na biashara. Wakristo wengi tumepotea. Basi ukishaokoka wewe ni kanisani, ufanyi biashara, ufanyi kazi, wewe ni mwongo. Wewe ni mwongo. Kwamba mimi nimeokoka, Bwana atanipa tu riziki, umebeba Biblia yako kanisani. Wewe ni mwongo. Yesu amewahubiria kina Petro, alipomaliza tu kuwahubiria anawaambia sasa tupeni nyavu. Maana yake sasa kafanyeni kazi. Yesu amemaliza kuhubiria pale, anageuka upande wa business, anasema hey, tupeni nyavu mvue samaki. Anajua wanahitajika kuwa na pesa. Nisikudanganye kwamba ukishaokoka basi unakuwa tajiri tu. Ukishaokoka hela zinakufuata nyumbani kwako tu. Ukishaokoka akaunti zinajela tu. No. Yesu anamaliza kuhubiri pale, anamwambia sasa tupeni nyavu. Maana yake baada ya kupokea Injili, baada ya kusikiliza neno la Mungu, toka nenda kapambane, toka nenda kafanye kazi, toka nenda kafanye biashara. Kazi yako itafanikiwa, biashara yako itafanikiwa. Why? Umepokea kwanza Injili, neno la Mungu. So tusijidanganye kwamba ukiokoka unakaa unasubiri fedha za miujiza zinakuja, unakaa unasubiri biashara inaongezeka, unakaa unasubiri mahindi yanatokea yenyewe, yani mahindi yanajiotesha, afu yanaota, afu unaenda unachukua tu. We baada ya kupokea Injili, toka nenda kazini. Ndio maana nikishamaliza kuwaombea hapa, tukimaliza mambo nasikia nakubariki, nasema nendeni mkafanikiwe, nendeni mkafanye kazi. Why? Mafanikio kwanza umeshapata neno la Mungu. Mafanikio ya pili, fungua mikono yako kapambane. Kama ni kiwandani nenda, kama ni shambani nenda, kama ni kwenye kuchimba madini nenda. Eneo la pili unatoka unaingia site, unaingia field. Kama unaelewa mpigie Yesu makofi. Yesu anamaliza kuhubiri tu anamwambia sasa tupeni nyavu. Anageuka upande wa biashara. Baada ya kupata Injili anageuka upande wa mafanikio. Hao watu wamelisikia neno, lakini sasa watakula nini? Sina hela za kuwapa, sina chakula cha kuwapa. Hey, kapambaneni huko, kapambaneni, tupa nyavu. Petro alionyesha kama kadalili ka uvivu. Bwana tumechoka. Lakini kwa kuwa umesema, ni kama vile ameenda kwa shingo upande. Kwa kuwa umesema, basi nitatupa. Alipotupa nyavu, ngoja leo nikuchangaze kidogo. Alipotupa nyavu Petro akapata samaki wengi. Kwa nini Petro huyu aliwahi akasema Bwana mimi ni mtu mwenye dhambi? Biblia haijaandika vitu vyote, lakini inawezekana kabisa alibisha. Yesu alivyosema tupeni nyavu, inawezekana Petro alibisha. Ndio maana Petro anasema tumehangaika usiku kucha. Biblia inasema aliyesema hivyo nani? Ni Petro. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Inawezekana, sijui, lakini inawezekana alimbishia Yesu. Na ndio maana baada ya kupata muujiza, yeye ndiye alienda akasema mimi nina dhambi. Dhambi ipi?
Pamoja na kwamba walikosa samaki, lakini alijaribu kutii. Hata kama alitupa nyavu kwa shingo upande, lakini alitii. Wao unashindwa kuja kanisani kwa sababu una nauli, unashindwa kuja kanisani kwa sababu una chakula. No, utii ni bora kuliko dhabihu. Kuhakikisha unahudhuria ibada, na baada ya ibada unaenda wapi? Shambani. Unaenda wapi? Kazini. Upate mafanikio kwa kusikia neno la Mungu, lakini upate mafanikio kwa kufanya kazi. Holistic prosperity. May God bless you. Nimalizia maandiko machache alafu tukaombe. Tunapozungumza mafanikio matakatifu, ni pamoja na uponyaji kama nilivyosema. Angalia Zaburi 107 mstari wa 20. Utanisomea Bible ya Kiswahili na Bible ya Kiingereza. Zaburi 107 mstari wa 20. Bible ya Kiswahili tutasoma King James Version. Maandiko yanasema, hulituma neno lake huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hulituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamizo yao. Naangalizia King James. The Bible says, he sent his word and healed them and delivered them from their distractions. And delivered them from their distractions. Hili neno distractions ukilitafuta vizuri utakuta lina maeneo mengine natumia kama pitfalls. Kama mitego ya adui. Na mitego ya adui inayozungumzwa hapa ni mitego ambayo panatokea na biashara inaharibika ghafla. Uchumi unaharibika ghafla. Kazi inaharibika ghafla. Lakini hizi biashara zinaharibika kwa nini? Na hizi kazi zinaharibika kwa nini? Na tunatokaje hapo? Tunatoka kwa kupokea neno la Mungu. Hulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi. So neno la Mungu linapopenetrate, neno la Mungu linapoingia, linaachilia uponyaji, deliverance kwenye finance, deliverance kwenye afya. Na kuombea Mungu akukomboe leo. Akutoe kwenye kila aina maangamizi. Maangamizi ya biashara, maangamizi ya kazi, maangamizi ya ofisi. Bwana akutenge na kila maangamizi katika jina la Yesu. Kama unaelewa sema na kuelewa pastor. Sema naelewa pastor. Tunapozungumza holistic prosperity ni pamoja na kupata kitu kinachoitwa nini? Divine connection au kupata destiny helpers. Mafanikio matakatifu, tunapozungumza mafanikio matakatifu ni pamoja na Mungu kukuunganisha na wasaidizi wa hatima. Wasaidizi wa hatima. Tunasema huyu baba amefanikiwa kwa sababu ana watu anaofanya nao kazi. Kuna watu anashirikiana naye. Ana watu nyumbani kwake. Hujanielewa? Mtu yoyote aliyefanikiwa haishi peke yake. Anakuwa ana watu anashare nao, ana watu wanaomsaidia. Niangalizie kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 21. Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 21. Maandiko yanasema, basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Huyo alikuwa ni Yusufu. Baada ya ndugu zake kutaabika, Yusufu walipomtambua kwamba ni Yusufu, Yusufu anaambia jamani, sasa msiogope, nitasimama na nyie, nitawapa chakula, lakini pia nitalisha na ndugu zenu. Wameenda hawana chakula, wameenda hawana matumaini. Tunaposema wasaidizi wa hatima, Mungu anakuinulia watu wanaokusapoti. Mungu anakuinulia mtu anayekusaidia. Yusufu anaambia ndugu zake, sasa msiogope, mimi ndio nitakayewasaidia, nitawapa chakula nyie pamoja na watoto wenu. Holistic prosperity. Mungu anakuinulia watu wa kukusaidia. Mungu anakuinulia watu wa kuvusha, kama vile ndugu zake Yusufu walivyovushwa na Yusufu. Ni maombi yangu mbele za Mungu leo, Mungu akuinulia watu watakao kuvusha, watakao kulipia bills, watakao kusaidia kwenye hatima zako, watakao kusaidia kwenye biashara zako. Simama juu tukaombe, muda wetu unakimbia. Nyosha mikono yako juu. Simama juu tukaombe, simama juu tukaombe sasa. Simama juu tukaombe sasa. Eneo la kwanza, nataka uombe mwenyewe. Eneo la kwanza, nataka uombe mwenyewe. Mwambie Mungu, mafanikio matakatifu ni kuwa na afya, kuwa na utulivu, kuwa na amani, kuwa na mali, kuwa na pesa. Naomba unisaidie. Fungua maiki yako, omba. Mwambie Mungu akusaidie, uwe na amani, uwe na utulivu, uwe na afya, uwe na mali, uwe na pesa. Uwe na afya. Pesa ukiwa mgonjwa haisaidii. Ukiwa na afya una pesa haisaidii. Mungu akusaidie uweze kuwa sawa kwenye maeneo yote. Animuti maiki yako, pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba asubuhi ya leo nisaidie kuwa na mafanikio matakatifu, mafanikio katika kila engo. Kwenye afya niwe na mafanikio
mafanikio, kwenye akili niwe na mafanikio, kwenye akili niwe na mafanikio, kwenye amani, kwenye moyo niwe na mafanikio. Make a prayer wherever you are. Elekata ebakata ida barato eshekete ida. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo ninakuomba, tuliza kila aina ya dhoruba ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu. Kila aina ya ugonjwa uondoke. Ninatangaza mafanikio kwenye kila engo. Kwenye amani nitakuwa na amani, kwenye mali nitakuwa na mali, kwenye akili nitakuwa na akili. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Holistic prosperity. Make a prayer. Erakata ida eleka paradia mande ezekete ida. Maandiko yanasema amani ni wapayo, sio kama ile ya ulimwengu. Mwambie Bwana Yesu, kwenye hii ndoa ninapokea amani, kwenye hii kazi nitaifanya kwa amani, kwenye hii biashara nitaifanya kwa amani kwa jina la Yesu. Kila aina ya dhoruba ndani ya moyo wangu ninaituliza kwa jina la Yesu. Make a prayer wherever you are. Elekataya ebakata ida balato ejekete ida. Mwambie Mungu, ninapokea holistic prosperity. Nitakuwa na afya, nitakuwa na mali, nitakuwa na akili, nitakuwa na amani kwa jina la Yesu. Make a prayer wherever you are. Elekataya erekete ida maya erokotaida. Mwambie Baba, ninakataa kuugua, ninakataa magonjwa, ninakataa kuwa na mali alafu sina afya, ninakataa kuwa na mali alafu sina amani, ninakataa kuwa na mali alafu sina akili. Make a prayer. Erakataya ida mande erokotaida bayo eshekete erakataya eleka paradia mande ezekete ida elaka paradia mande. Nitafanikiwa, nitakuwa na afya, nitafanikiwa, nitakuwa na amani, nitafanikiwa, nitakuwa na akili. Make a prayer, make a prayer, make a prayer, make a prayer. Erakataya elekotaya erekete ida elebakaya erokoshadia mande ezeketaya elebaradia mande ezekete ida elekaparadia mande. Nitafanikiwa kimwili, nitafanikiwa kiroho, nitafanikiwa kimwili, nitakuwa na amani. Make a prayer wherever you are. Elekata erokota ida ejaka paradia mande eleka paradia hazo erikata ida ele paradia hato ejekete ida mando ezakata labaya erokota ide meleko ejakata ele paradia mande ezokota ida eleka paradia hato. Kwenye hii kazi natangaza amani, kwenye hii biashara ninaifanya kwa amani, kwenye hii ndoa ninatangaza amani. Make a prayer. Erakata erokota ida elebakataya ereke ida mande ezekete ida elebaradia mande. Hii kazi ninaifanya nikiwa na amani na mafanikio. Hii biashara ninaifanya nikiwa na amani na mafanikio kwa jina la Yesu. Make a prayer wherever you are. Erokota ida mande erekete ida ba. In Jesus name we pray. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akufanikishe kila eneo. Bwana Mungu akufanikishe kila eneo. Bwana Mungu akufanikishe kila eneo. Akupe pesa, akupe na akili. Akupe pesa, akupe na afya. Akupe pesa, akupe na utulivu. In Jesus name we pray. Pigie Bwana Yesu makofi, mpigie Bwana Yesu makofi. Now let's pray, let's pray. Nataka tukaombe Mungu akupe utulivu. Kuna watu hawajatulia, yani kichwa chako kinawaza vitu vingi, una mambo mengi mpaka kuna saa kichwa kinauma, una stress, una pressure, hujatulia kabisa, unawaza hiki, unawaza kile, unawaza kile. Mzee Gayo anapongezwa, mzee Gayo anaambiwa, naomba ukafanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo. Mafanikio ya huyu mzee yalionekana kuanzia ndani. Alikuwa na roho nzuri, alikuwa na upendo. Nataka watu wa Mungu tukaombe kwa dakika moja, Mungu akupe utulivu wa ndani, uwe na amani, kichwa chako kitulie. Bwana akuondolee pressure, akuondolee stress. Wakati mwingine unabana na mambo mengi, kuna hili, kuna lile, kuna... Mungu akupe utulivu. Fungua kinywa chako, omba. Ni mute mic yako, pray. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba utulivu ndani ya moyo wangu. Ninaomba utulivu wa ndani kwa jina la Yesu. Kila aina ya pressure, roho ya pressure, roho ya depression, ninaiondoa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya hofu inayonihubiria mabaya, ninaikataa.
ninaikataa roho ya kutokutulia, kukosa usingizi, hofu, mashaka, ninakataa kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninaomba amani, asubuhi ya leo ninaomba utulivu. Ninavyofanikiwa nje nitakuwa na amani kwa jina la Yesu. Make a prayer wherever you are, make a prayer wherever you are. Hiyo roho iliyokushambulia, hauna amani, una mawazo, hautulii, toka chia, toka chia, toka chia, toka chia. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Unatembea, make a prayer, make a prayer. Elekataya, ereketeida, hiyo roho ya kipepo iliyotumwa usiku wa ulali, hauna amani, unazungumza mwenyewe. Leo tunaikataa, leo tunaikataa, leo tunaikataa. Wherever you are, make a prayer, make a prayer. Erakatabaya, ejeketeida, hiyo pepo iliyotumwa, hautulii, hauna utulivu, una pressure, una depression, una mawazo, tunaliondoa. Toka chia, toka chia, toka chia, toka chia. Hilo kushambulia pale kazini, hilo kushambulia pale njiani, leo tunaliondoa. Make a prayer wherever you are. Erakapara diamande, esakataba, erakatalabaya, ejekete idamande, elekapara diahato. Hilo pepo, hilo kamata akili yako, hilo pepo, hilo shika nafsi yako. In Jesus' name. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo, amani kwenye mwili wako, amani kichwani kwako, utulivu kichwani kwako. Bwana akupe utulivu, Bwana akupe kustawi, Bwana akupe amani. Na kuombea utulivu, na kuombea mafanikio, mafanikio kuanzia ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako. Bwana akupe utulivu, akuondolee pressure, akuondolee stressi, akuondolee misukosuko katika jina la Yesu, ukafanikiwe kila eneo. In Jesus name we pray. Jesus, 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 Jesus. Now, pointi nyingine ya tatu nataka tukaiombee. Pointi nyingine ya tatu nataka tukaiombee. Yesu Kristo alipomaliza kuwahubiria, Yesu Kristo alipomaliza kuhubiria, akageuka upande wa pili, akamwambia Petro, tupa nyavu. Tupa nyavu we samaki. Nataka tukaombe sasa. Mungu afanikishe kazi za mikono yako. Baada ya kusikia mahubiri ya leo, baada ya kufanya maombi ya leo, Mungu akabariki kazi za mikono yako, mafanikio hayo. Nataka tugeukie upande wa biashara, tugeukie upande wa kazi. Mwambie Bwana, nimelishika neno lako. Mwambie Bwana, nimesikia neno lako. Naomba unifanikishe eneo la biashara, naomba unifanikishe eneo la kazi. Nifungulie milango ya pesa, nifungulie milango ya baraka. Yesu Kristo aliposema tupeni nyavu mvue samaki, samaki walitii, wakakimbilia kwenye nyavu za kina Petro. Nataka na wewe asubuhi ya leo tuombe pamoja. Mungu, wewe ambaye ni mfanya biashara, Mungu awalete wateja, Mungu awalete wateja, si wakuulizia bei, wakununua. Fungua maiki yako, omba. Mwambie Bwana, naomba mafanikio, mafanikio eneo la biashara, mafanikio eneo la kazi, mafanikio eneo la shambani, eneo la ufugaji. Prayer, 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 prayer. Yes. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba mafanikio kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mashamba kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninatoka na neno lako, ninavua nyavu, ninatoka na neno lako, ninatupa nyavu, ninatoka na neno lako, ninafanya biashara, ninatoka na neno lako, ninaenda kazini kwa jina la Yesu. Make a prayer, make a prayer. Kwenye hili shamba nifanikishe, kwenye hii kazi nifanikishe, kwenye hii biashara nifanikishe. Make a prayer. Ninatupa nyavu, ninatupa nyavu, ninatupa nyavu, ninatupa nyavu kama Petro. Make a prayer. Erakataya, ebakataida mande, eshekataida, lekosaka paradia mande. Asubuhi ya leo ninaomba holistic prosperity kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye karia, kwenye mashamba, kwenye real estate, kwenye kila engo. Ninaomba mafanikio. Make a prayer. Jina la Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Mafanikio eneo la biashara, mafanikio eneo la kazi, mafanikio eneo la kilimo, mafanikio eneo la ufugaji katika jina la Yesu. Prayer, 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 prayer. Ile paradia mande esakataya. Ninaomba kufunguka kwa milango ya biashara, ya kazi katika jina la Yesu. Ninaomba mafanikio kwenye kila engo, kwenye biashara, kwenye mashamba, kwenye real estate. Make a prayer wherever you are. Ele paradia mande esekete ida ele
paradia hando eshekete ida erakataladia mande. Kwenye hii biashara ambayo ni kana kwamba haiendi, ninatamka mafanikio. Kwenye hii kazi ambayo ni kana kwamba hamna promotion, ninatamka kuinuliwa. Kwenye haya mashamba ambayo ni kana kwamba hayazalishi, ninatangaza maongezeko. Make a prayer, mafanikio kila engo. Make a prayer, holistic prayers. Make a prayer, holistic prosperity. Make a prayer wherever you are. Erakataya eleka paradia mande esekete ida ele paradia mande esheketaya. Kwenye mashamba nitafanikiwa, kwenye biashara nitafanikiwa, kwenye kazi nitafanikiwa. Make a prayer, holistic prayers. Make a prayer, holistic prayers. Erakatalabaya eshekete ida. Chochote kile nitakachokishika, chochote kile nitakachokifanya kitafanikiwa, maana imeandikwa itabariki kazi za mikono yako. Make a prayer wherever you are. Eleka paya eleka paradia mane ezekete ida. Kwenye hii biashara natamka mafanikio. Kwenye hii shamba natamka mafanikio. Kwenye hii mifungo natamka mafanikio. Kwenye hii nyumba natamka mafanikio. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Erakatalabaya eshakataya diamande erokotala diamande. Jesus name we pray. Natamka katika jina la Yesu Kristo, wewe uliyemkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakufanikishe kwenye eneo la uchumi, akakufanikishe kwenye biashara, akakufanikishe kwenye kilimo, akakufanikishe kwenye eneo la ufugaji. Natamka mafanikio ya kiuchumi, mafanikio kwenye biashara katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako miwili juu, sema Baba, katika jina la Yesu nimekuamini wewe, watu wasinicheke, watu wasinidharau. Mungu, ninakuamini wewe, ndio unayefanikisha, wewe ndio unayebariki. Ninaomba asubuhi ya leo ukanifanikishe eneo la uchumi, eneo la biashara, eneo la kazi, kila eneo. Watu waone baraka zako, watu waone mafanikio yatokayo kwako katika jina la Yesu. Nimekuamini wewe, nimekukiri wewe, ninaomba mafanikio, ninaomba mafanikio. Watu wanacheka, watu wanadharau, wanasema yuko wapi Mungu wake, wanasema yuko wapi Mungu wake. Mungu, ninaomba asubuhi ya leo ingilia kati uchumi wangu, ingilia kati biashara zangu, ingilia kati ofisi yangu kwa jina la Yesu. Unmute mic yako, omba, unmute mic yako, omba. Yes, make a prayer for God's intervention. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, ingilia kati hii biashara, ingilia kati hii kazi ambayo kana kwamba inakwama, ambayo kana kwamba haiendi. Make a prayer wherever you are. Hii biashara ambayo haingizi faida, ingilia kati. Pray for God's intervention. Make a prayer wherever you are. Ele paradia mate erokotala diamande ejekete ida masakata ele paradia mante erokotala baya ejekete ida. Make a prayer wherever you are. Mwambie Bwana katika kazi unayoifanya, ingilia kati kwenye mashamba, ingilia kati kwenye hii kazi, kwenye hii biashara, ingilia kati kwa jina la Yesu. Make a prayer wherever you are. Erakataya, ninaomba God's intervention, ninaomba God's intervention in the name of Jesus. Erakapaladia mande epakataba erokotalia mande eshekete ida erakatalabaya irakapaladia mande. Kwenye hii biashara ambayo kana kwamba ninachekwa, Mungu ingilia kati, Bwana ingilia kati. Make a prayer wherever you are. Salabakataya erekete ida, Bwana ingilia kati, wanyamazishe watesi wangu, wanyamazishe wanaonicheka, wanyamazishe wanaoningonga. Bwana ingilia kati, mkono wako ingilia kati kwenye hii kazi, kwenye hii biashara. Wanasema sitainuka, Bwana ingilia kati. Kwenye hii tena wanasema sitoipata, Bwana ingilia kati na wanyamazishe kwa jina la Yesu. Kwenye hii kazi unayoifanya wanasema hautoinuliwa, hautokuwa promoted, Bwana ingilia kati na wanyamazishe kwa jina la Yesu. Kwenye hii biashara unayofanya wanasema hautouza, Bwana ingilia kati na wanyamazishe. Kwenye hii kazi unayoifanya wanasema hautopata kitu,
Bwana ingilia kati. In Jesus name. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Nasimama upande wako asubuhi ya leo. Ninatamka kwa jina la Yesu, kila kizuizi cha baraka zako asubuhi ya leo kiachie. Kila mkwamo uachie. Nasimama kwa mamlaka. Natamka kwa jina la Yesu, hili neno la Bwana likafanye kazi kwako. Hili neno la Bwana likafanye kazi kwako. Likaachilia utiisho, likaachilia utiisho kama Yesu alivyomwambia Petro, samaki walikimbilia nyavu zao. Natamka asubuhi ya leo, wateja wakukimbilie, wateja wakutafute, biashara yako ifanikiwe, kazi yako zifanikiwe. Pokea kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus name. Natamka connection. Natamka connection. Natamka connection. Divine connection. Divine connection. Divine connection. Kama Mungu aishivyo, kama Mungu aishivyo, Mungu wa madhabahu hii akafungua milango mikubwa kwako, milango ya pesa, milango ya biashara, milango ya tenda. Unayeamini pokea kwa jina la Yesu. In Jesus name we pray. Pointi yangu ya pili kutoka mwisho. Pointi yangu ya pili kutoka mwisho, nataka tukaombee wasaidizi wa hatima. Wasaidizi wa hatima. Tunapozungumza mafanikio matakatifu, Mungu akupe watu wanaoeleweka. Ni wafanyakazi kwenye kampuni yako wanaoeleweka. Ni watu watakao kuonyesha kitu fulani wanaoeleweka. Hujanielewa? Kuna wakati tunatumia pesa nyingi sana kufanya uwekezaji. Unafungua hoteli, unafungua kampuni, unafungua ofisi, unatumia pesa nyingi sana. Unaweka wafanyakazi pale, wanakutia hasara, kazi zinakufa, biashara inaharibika. Nataka tuombe Mungu atupe wasaidizi wa hatima, watu watakao kutusaidia maono yetu yakatimie, mipango yetu ikatimie. Fungua kinywa chako, omba, mwambie Mungu nisaidie. Fungua kinywa chako, omba, pray. Unmute mic yako, unmute mic yako, pray. Mwambie Bwana nisaidie nipate destiny helpers. Nisaidie nipate wasaidizi wa hatima. Nisaidie nipate wasaidizi wa hatima watakao simama na mimi kwenye biashara, watakao simama na mimi kwenye ofisi. Prayer. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba for destiny helper, kama vile Mungu ulivyoinulia ndugu za Yusufu. Baba, ninaomba kwenye hii kazi muinue Yusufu, kwenye hii biashara naofanya muinue Yusufu. Kwa jina la Yesu, I pray for destiny helpers, watu watakao beba maono nilio nayo, watu watakao beba mzigo nilio nao. Make a prayer wherever you are. Esakataya, ebakatala diamande. Kwenye hii kazi ninaomba destiny helpers, kwenye biashara ninaomba destiny helpers, kwenye mashamba, kwenye hii miradi ninaomba destiny helpers, wale watakao simama na mimi na kunifanikisha. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Tunawaita destiny helpers kwenye hiyo biashara, ninawaita kwenye hiyo mashamba, ninawaita kwenye hiyo miradi, ninawaita kina Yusufu, ninawaita destiny helpers, ninawaita kina Esther, ninawaita kina Yusufu. Make a prayer, make a prayer. Erakatala diamande, eseketaida. Ninaita wale watakaokuwa na mzigo na hii kampuni, wale watakao push maono ya hii kampuni. Make a prayer wherever you are. Elekatala baya, erekataida. Ninawaita destiny helpers kutoka kaskazini, kutoka mashariki, kutoka kusini, kutoka magharibi. Ninawaita kwenye hii kazi, ninawaita kwenye hii biashara, ninawaita. Make a prayer. Erakatalabaya. Jesus name we pray. Amen. Nakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu akupe wasaidizi wa hatima. Watu ambao watasimamia biashara zako kwa uaminifu. Watu ambao watasimamia kampuni zako kwa uaminifu. Nakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe watu ambao watakuinua, watu ambao watakusogeza, watu ambao watakushika mkono. Ninatamka asubuhi leo nikiwa kwenye madhabahu takatifu, Mungu akukutanishe na watu wa faida. Mungu akukutanishe na watu walio wema, watakao kusaidia ufanikiwe kila upande, watakao kusaidia ufanikiwe kila eneo. Pokea hiyo neema, pokea watu kwa jina la Yesu. I pray in the mighty name of Jesus. Mungu akuinulie watu watakao kusapoti kwa mtaji. Mungu akuinulie watu watakao kuunganisha na mawaziri, watakao kuunganisha na serikali, watakao kuunganisha na wafanyabiashara kubwa. Mungu akuinulie watu watakao kuunganisha na watu waliofanikiwa, Mungu akuinulie watu watakao kuunganisha na watu wenye IQ kubwa, watu wenye utimamu. Pokea kwa jina la Yesu.
May God bless you. May God elevate you in Jesus name. Pointi ya mwisho kabisa, nataka tuubariki mwezi wa 7. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 7. Nataka tumsihi Mungu juu ya mwezi wa 7 ukawa ni mwezi wa amani kwetu, ukawa ni mwezi wa baraka kwetu, ukawa ni mwezi wa mafanikio kwetu. Mwezi wa 7, namba 7 ni namba ya ukamilifu wa kiungu. Namba 7 ni namba ya mapumziko. Mwezi wa 7 Mungu akupe kurelax. Mungu akupe kurelax, akuondolee msongo wa mawazo, akuondolee pressure za maisha. Mungu akupe kurelax, Mungu akupe kutulia. Mwezi wa 7 ukawa ni mwezi wa ukamilifu. Ule ujenzi wa nyumba ulioanza mwezi wa 7 ikamilike. Ile biashara ulioanza mwezi wa 7 ikamilike. Fungua maiki yako, omba, pray. Tamka baraka kwa mwezi wa 7. Tamka baraka kwa mwezi wa 7. Tamka baraka kwa mwezi wa 7. Mwambie Mungu, na ubariki mwezi wa 7. Na tamka baraka mwezi wa 7. Prayer. Yes, ninatamka baraka kwenye mwezi huu wa 7. Leo ikiwa ni siku ya kwanza, ninatamka kukamilika kwenye ile kazi, kukamilika kwa ile tenda, kwa ile biashara, kwa ile nyumba ninayoijenga kwa jina la Yesu. Mwezi wa 7 nitapumzika. Mwezi wa 7 sitakuwa na depression. Mwezi wa 7 nitarelax. Tamka baraka kwenye hii biashara, ninatamka baraka kwenye hii kazi, ninatamka baraka kwenye mashamba, ninatamka baraka. Mwezi wa 7 ni mwezi wa kuinuliwa. Mwezi wa 7 ni mwezi wa baraka. Ninaubariki kwa jina la Yesu. Wiki ya kwanza ninaibariki, wiki ya pili ninaibariki, wiki ya 3 ninaibariki. Nitatembea na ushindi, nitainuliwa, nitakuwa promoted, milango itafunguka. Ninabariki mwezi wa 7, mwezi wa ukamilifu wangu. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Erakataya esheketeida ele paradia mane. Mwezi wa 7 nitapata wageni wengi. Mwezi wa 7 nitapata wateja wengi. Mwezi wa 7 nitakuwa promoted. Mwezi wa 7 nitapata milango mingi. Make a prayer wherever you are. Ele kata ereketeida ele kotaladia mane eseketeida. Mwezi wa 7 nitatembea katika divine health. Mwezi wa 7 nitahifadhiwa. Ninabariki mwezi wa 7. Ninabariki wiki yangu ya kwanza. Jesus name we pray. Kwa mamlaka ya jina kula Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina kula Yesu Kristo. Natamka baraka kwako. Natamka mwanzo mpya. Natamka kuinuliwa. Natamka utulivu. Natamka mafanikio. Mwezi wa 7 ukawa baraka kwako. Mwezi wa 7 ukawa ni mwezi wa pumziko kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu alipoumba siku ya 7 alipumzika. Mungu akupe kupumzika. Mungu akupe kurelaksi katika jina la Yesu. Ninamtukuza Mungu kwa miezi 6 iliyopita. Namtukuza Mungu kwa miezi 6 iliyopita. Natamka rasmi asubuhi ya leo nikiwa juu ya madhabahu takatifu. Mungu akupe mafanikio matakatifu. Mungu akupe mafanikio matakatifu. Akuinulie watu watakao kusaidia. Akuinulie watu watakao kushika mkono. Ninatamka rasmi mwezi wa 7 umebarikiwa. Mwezi wa 7 umebarikiwa. Nendeni mkafanikiwe. Nendeni mkatupe nyavu. Nendeni mkatupe nyavu. Nendeni mkatupe nyavu. Mvue samaki. Nendeni mkatupe nyavu. Mvue samaki. Natamka kwa mamlaka in Jesus name. Mwezi wa 7 ukawa baraka kwako. Ukawa ukamilifu kwako. Mambo yako yote yakakamilike. In Jesus name we pray. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Katika jina la Yesu Kristo. Tunapofungua rasmi mwezi wa 7, ukawa ni mwezi wa kicheko kwako. Ukawa ni mwezi wa sherehe kwako. Ukawa ni mwezi wa pongezi kwako. Ukawa ni mwezi wa zawadi kwako. Na kataro za malipizi. Na kataro za visasi. Mateso uliyopitia miezi yote 6 hayatakuwepo tena. Maumivu uliyopitia, magonjwa uliyopitia kwa miezi 6 yote iliyoisha hayatakuwepo tena. Ninayazuia na yawekea ukuta. Mwezi wa 7 hayataingia. Mwezi wa 7 hayataonekana. In Jesus name we pray. Nendeni mkafanikiwe. Nendeni mkainuliwe. Nendeni mkabarikiwe. Na ibariki Jumatano yako iwe ya mafanikio. Na ibariki siku yako ya leo iwe ya baraka. In Jesus name. Sema amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi. May God bless you. Mungu awabariki sana. Mungu awatunze, Mungu awalinde. Ninafurahi, nina amani kuomba nawe siku ya leo. Siku yako ya leo imebarikiwa. Kama unaamini sema naamini. Unaamini mafanikio kila upande? Ile pressure haipo tena. Ile stress haipo tena. Ule msongo wa mawazo haupo tena. Kikubwa zaidi uchumi wako unafunguka. Nendeni mkarusha nyavu zenu. Nendeni na neno hili. Kila utakachokifanya kimebarikiwa. May God bless you.
May God bless you. Kama unanisikia nipungie mkono. Kama unanisikia nipungie mkono. Kama unanisikia nipungie mkono wako. Kama unanisikia nipungie mkono wako niuone. Yes, wonderful. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Nikupe matangazo mawili. Leo hatutatoa sadaka. Kama utatoa, lakini leo hatutatoa sadaka. Sadaka yetu tutaitoa kesho. Kesho tutatoa sadaka yetu tukimshukuru Mungu kwa ajili ya kufungua uchumi wetu. Kwa ajili ya kufungua uchumi wetu, kwa ajili ya mafanikio kila upande. Ndio maana nimekuwa nikiwaambia mara zote, giving sio kwa sababu na hela. Giving is all about revelation. So kesho, siku ya 3 ya maombi yetu haya, tutamtolea Mungu shukrani zetu kwa ajili ya mafanikio kila upande. Kila upande. Mungu akubariki sana. Lakini pia niruhusu nikupe matangazo mawili. Siku ya Ijumaa wiki hii. Ijumaa wiki hii tutakuwa na ibada kubwa kanisani, kanisa letu la ICG Makongo Juu. Ni maombi kwa ajili ya mwezi wa 7. Ijumaa ya wiki hii tutakuwa na maombi kwa ajili ya mwezi wa 7. Lakini Jumapili ya wiki hii kanisa letu la ICG Dar es Salaam tutakuwa na ibada maalum inayosema mafuta ya mafanikio. Mafuta ya mafanikio. Kila atakayekuja atapakwa mafuta maalum kwa ajili ya kufanikiwa. Na baada ya hapo kitakachobaki ni shuhuda. Kitakachobaki ni story. May God bless you. Nyosha mikono yako juu nikubariki. Simama juu nikubariki, nyosha mikono yako juu. Nakuombea amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Nendeni mkafanikiwe. Nendeni mkafanikiwe. Natamka ulinzi kwako. Nakataa kila mpango wa adui. In Jesus name. Amen. Mungu akubariki sana. Nawapenda, nawaombea happy new month. Shalom.